Asante mtakatifu Baba wa mbinguni, kwa sababu ni wewe ndio umependa leo hii tuweze kuwa na mazungumzo, mjadala mtakatifu, sisi wana wako, kuhusu tafakari nzima ya uhalisia ya kwamba wewe Mungu ndiwe Yesu Kristo, na kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli kweli, ni Mungu halisi, na hakuna mjadala na hakuna ubishi. Umekusudia kutufundisha leo ili tuweze kujua kwamba katika kuamini kwetu kwamba Yesu Kristo ni Mungu wetu, hatupaswi kuyumbishwa na imani yoyote ile wala wapinzani wowote wale, kwa sababu tunajua kwamba iwapo mtu haamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu, basi huyu ni mpinga Kristo, na huyu ni mpinzani wako wewe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, wewe ambaye hauna utofauti hata mmoja katu na Yesu Kristo, kwa maana ninyi umoja. Asante mtakatifu, kwa sababu unakwenda kuwa pamoja nasi katika injili hii leo, katika discussion hii takatifu ambayo inakuja kwa ajili ya kusaidia kanisa lako duniani, na hata kuwasaidia watu ambao wamepotea na kuifuata miungu mingine na kumwacha Mungu wa kweli ambaye ndiye Yesu Kristo, ambaye ndiye aliyetuumba, ndiye aliyewaumba, ndiye huyo aliyetuokoa, ndiye huyo anayeponya, ndiye huyo ambaye anatenda mambo yote mema mbinguni duniani pote, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Yehova Jireh, Yehova Shalom, wewe niko ambaye niko, wewe Alfa na Omega, useme nasi kupitia chombo hiki katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibu wana wa Mungu. Imempendeza Yehova Yire, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wako, Mungu wangu, Mungu wa kila mtu, Mungu wa kila anayemkubali na anayemkataa, kwa sababu anabaki kuwa Mungu. Umkatae umkubali, ni Mungu tu, na ndiye Yesu Kristo. Piga makofi kwa Bwana, kwa sababu umepata bahati ya kuhudhuria katika mahubiri haya ambayo ni important, ni muhimu sana. Ni mahubiri ambayo ni mithili ya semina, kwa sababu yamesheheni yaliyomo content nyingi ambazo zote kwa pamoja zinakusudia kumthibitisha Yesu Kristo kama Mungu hapa duniani, katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Mungu mbinguni na duniani. Mamlaka yake na uweza wake vyafika na vyaweza kutenda hata kuzimu. Haleluya. Tega masikio yako ya rohoni na ya mwilini. Tazama kwa macho yako ya mwilini, tazama na kwa macho yako ya rohoni. Neno hili, mahubiri haya, mafundisho haya, hii mini semina, ninaibatiza jina mini semina. Usiwe mvivu. Ukipenda, tayarisha notebook yako na kalamu yako, tunza kumbukumbu, ili na kesho kutwa usiyumbishwe katika imani yako. Na wewe uliyekuwa hujui kabisa, ukafunguke pazia, ukajua ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Daudi, Yesu Kristo mwana wa Mungu, ni Mungu halisi. Aitwa mwana wa Mungu kwa sababu ambazo zinatupita upeo wa ufahamu katika tafakari zetu, kutokana na uelewa wetu mdogo wa maandiko. Lakini yeye ndiye Mungu halisi. Tunakwenda kuanza neno la Mungu rasmi. Namuomba Mungu tuliyekwisha tangulia kwa kumkaribisha, ili uwepo wake uwepo katika discussion hii takatifu. Yeye peke yake akutafsirie mambo haya, na wewe kwa ufahamu uliojaliwa na Mungu mwenyewe alipokuumba, akakupatia akili ya kujua mema na mabaya, kwa sababu wewe sio tahira, wewe sio pungwani, you are not an insane, wewe sio mwehu, wewe ni mtu mwenye akili timamu. Ukionyeshwa vigezo, unaweza kuelewa. Kama mimi nilielewa, kwa nini wewe usielewe? Mungu akubariki sana. Sikiliza. Fungua kitabu kitakatifu katika maandiko ya Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 30. Iwe kama tu kianzio chetu, halafu tutazama. Nitakulisha mistari lukuki
wewe tu usisikie kuwa bored. Don't feel bored. Kwa maana ninakupa vitu vingi ambavyo vyote vinashirikiana kuzidi kuthibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Asiwepo mtu wa kukubishia, asiwepo mpinga Kristo wa aina yote wa kukubishia, asiwepo mtu yote yule ambaye ni mpinzani wa Kristo wa kukubishia, asiwepo mtu yote yule ambaye ni mpagani wa kukubishia, asiwepo agenti wa shetani yote wa kukubishia. Shetani mwenyewe peke yake asije kapanda kutoka kuzimu na kuja kukubishia. Tunaanza tu na Yohana wa kwanza sura ya 10 mstari wa 30. Katika Biblia ya Kiingereza panasema the Father and I are one. The Father and I are one. Huyo ni Yesu Kristo anasema kwamba Baba na mimi tu umoja. Yani unajua tuna kile kitu tunaita utatu mtakatifu. Na Yesu Kristo alipokuja alikuwa na tabia ya kumuita Mungu Baba. Baba anamuita baba yangu, baba yangu, baba yangu. Sasa hizo lugha ndio zinawachanganya watu. Wanakuwa najua sasa ni wawili, kumbe ni baba na mtoto. Na si kweli. Ni Mungu alishuka katika jinsi ya mwili, akafanyika kama mwanadamu ili aje kutuokoa baada ya kuwa tumefanya makosa, tumetenda dhambi, baada ya kumuudhi, tukakiuka makusudi ya Mungu ya tangu uumbaji. Akamtuma, akashuka duniani, akafanyika mwanadamu, akazaliwa katika Bikira Mariamu, akaitwa Yesu Kristo. Watu wakadhani ni mwanadamu, kumbe alikuwa ni Mungu. Ndio Yesu Kristo hapa anasema the Father and I are one. Manake usitenganishe. Don't dare separating Jesus Christ and Jehovah or and God, because Jesus Christ is who is God. Yesu Kristo huyo ndiye aliye Mungu mwenyewe. Haya ndio mambo yale ambayo elimu nyingine za kitheolojia huwa zinayaita fumbo la imani. Unakuwa wewe umeachwa njia panda, huelewi nini ni nini, kipi ni kipi. Yesu Kristo mwana wa Mungu, na kumbe ndiye Mungu mwenyewe. Tutaenda kuona jinsi gani ambavyo ni halisi. Utapenda tena, utaenda kufundisha na wengine, na tena kama ulikuwa ni miongoni mwa waliopotea, utarudi kwenye njia, na Mungu atakufurahia sana, na atatayarisha siti maalum kwa ajili yako uko kwenye uzima wa milele. Kwa maana atakuwa amefurahi kwa uamuzi wako. Ilimradi tu utakuwa umevunjika moyo wako ukapondeka, ukawa moyo wa nyama, ukakiri ukasema kweli nilikuwa nimepotea, kumbe kutokujua ni shida. Kwa hiyo leo unapata kujua. Kwa hiyo kwa pointi tu hiyo kwamba Yesu Kristo anawaambia wale watu, sipendi kusema maneno yaliyotangulia na maneno yaliyofuata, ili kusudi muda wangu usipotee kukupatia vigezo mbalimbali, ili kusudi niweze kusummarize. Hapa alikuwa anaongea na wanafunzi wake, kuwajulisha kwamba hakuna kutofautisha kati yake yeye na Baba. Tunaposema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu anasema mnapoona mnasikia kwamba Baba, Mungu Baba, halafu mimi mnanijua ni mwana wa Mungu na mimi ndio Mungu Mwana, msije mkafikiri kwamba kuna tofauti kati yake na yeye na mimi. Yaani yeye ndio mimi huyu. Ndio maana kuna mahala fulani sikuwa nimepaplani kupaongelea. Alisema kwamba alisemaje? Pamenipotea. Kameenda hamna bahati. Acha tukaache. Mimi na Baba tu umoja. Unaona? Alisema aliyemwona Baba, ndio nataka kusema. Aliyemwona Baba amemwona Mwana. Kwa maana ukimwona Mwana tena umemwona Baba. Lakini sasa usije ukachukulia hii ya duniani hapa. Hiyo ilikuwa inamhusu yeye na Mungu. Inamhusu Yesu mwenyewe. Usije ukasema kwamba sasa umeniona mimi Yefta, umemwona Pastor Emmanuel. Hapana, haimaanishi hivyo. Hiyo ni ya Mungu mwenyewe. Ni ya Mungu mwenyewe. Ukimwona Yesu, umemwona Yehova. Umemwona Mungu wa Ibrahimu, umemwona Mungu wa Isaka, umemwona Mungu wa Yakobo. Yesu Kristo akikugusa, umeguswa na Mungu. Ukimpokea Yesu, umempokea Mungu. Ukimkataa Yesu, umemkataa Mungu. Na inakuwa hatari aje? Si nikwambie tu pole na wewe useme asante. Sawa. Okay. Fungua kitabu cha Wafilipi. Alafu angalia sura ya 2.
halafu soma mstari wa 5 mpaka wa 6. Leo ninatumia Biblia ya Kiingereza kwa sababu wakati nimetayarisha hii huduma nilijikuta nikitumia Biblia ya Kiingereza, lakini nitajitahidi kukutafsiria na utakuwa ndio unafungua Biblia ya Kiswahili na utaelewa tu. Sawa? Okay. Sasa panasemaje? Hiyo ni Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: You must have same attitude that Christ Jesus had. Okay? Though he was God. Do you get that? He did not think of equality with God as something to cling to. Unasikia hiyo kitu? Yaani Biblia Takatifu inasema kwamba yaani huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo akiwafundisha Wafilipi. Anawafundisha hivi Wafilipi, na wewe leo ndio Mfilipi. Usije kwanza kusema hii ilikuwa inawahusu Wafilipi. Sasa wewe saizi wewe ndio Mfilipi na mimi sasa basi ni Paulo. Basi acha tujibatize, mimi leo Paulo, wewe Mfilipi. Sawa? Sasa iko hivi. Mimi Paulo mtume nakwambia wewe sasa Mfilipi. Sawa? Sasa sikilizeni nyinyi Wafilipi. Sikiliza. Kwamba ni lazima muwe na mtazamo ule ule ambao Kristo alikuwa nao. Vile Kristo alivyokuwa ndivyo uwe na wewe. Sasa alikuwaje yeye Kristo huyu? Ndio anasema hivi: japokuwa yeye alikuwa Mungu. Unaona hiyo kitu? Japokuwa yeye alikuwa Mungu, yani yeye huyo Yesu Kristo alikuwa Mungu. Maana kama anakuambia although he was God, huyo Yesu Kristo, although he was God, japokuwa alikuwa Mungu, he did not think of equality with God as something to cling to. Hakutaka yani wala hakufikiria kabisa kutaka usawa na Mungu. Kwa maana alipokuja, kwa sababu alikuja kwa mfano wa wanadamu, hiyo style aliyoshuka nayo akaamua kujishusha, asiwe katika mfumo ule wa Mungu. Kwa maana kwa kuheshimu tu, ulikuwa ni utii wa protocol wa itifaki, kwa sababu kumefanyika ile itifaki ya utatu kwamba kuna sasa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu katika huyo Mungu mmoja. Kwa hiyo sasa ina maana ndani hizo za nafsi kunafanyika kitu cha utii. Kwa hiyo kwa sababu yeye anajua kwamba ameteremka duniani katika jinsi kwa nafasi ya Mungu Mwana, na anajua katika hizo nafasi tatu ile nafasi ya Baba ni super, iko juu. Kwa hiyo akajinyenyekeza kwenye hiyo nafasi ya Baba. Unaona? Kumbe hapo ukija kuitafakari ni kama anajiheshimu yeye mwenyewe. Kwa alijiheshimu. Kwa basi na wewe ujiheshimu. Uwe na asili ya unyenyekevu. Hapa kuna funzo la unyenyekevu. Mungu akubariki kwa sababu umepaelewa hapo. Kwa hiyo turudi tu nyuma humo. Tuache na maelekezo ya unyenyekevu. Turudi tu hapa katikati kwenye hii aya. Kwamba ni lazima muwe na mtazamo ule kama aliokuwa nao Yesu Kristo, ingawa yeye alikuwa Mungu. Hapo ndio point yangu iliposimama. Sikutaka kuongea mambo ya unyenyekevu, yamejiingiza tu kwa sababu yamo. Sasa tuyafanyeje? Acha tuyaongelee. Japokuwa yeye alikuwa Mungu. Sasa hebu mpaka hapo mtu akisema Yesu sio Mungu, jamani, si tumrushie majani, kama wanavyosema kule Buni kwamba tumuteri vyatsi. Yani kumrushia mtu majani ni kama kumzomea kwamba liongo hilo, lione maibu, linasema mambo ambayo hayapo. Eti Yesu sio Mungu, lione limekosa cha kusema, aibu toka mbele yetu, usitudanganye. Mtu akituambia Yesu sio Mungu tumzomee.
Yesu ni Mungu. Makofi kwake, makofi kwake. Iko hivyo. Nafurahi kwamba mko mnaelewa. Huo ni mwanzo tu, huo ni mwanzo tu. Acha tuendelee kuzama. Kila kigezo tutakiongelea kwa muda mchache na kwa maelezo machache tu. Halafu nachokushauri wewe, ili ni jambo jema sana, ili kusudi na wewe uende ukawe mwalimu wa wengine. Kila utakaye kutana naye akitaka kuongelea habari ya Mungu na Yesu, au habari za umungu wa Yesu, au akataka kuleta story kwamba Yesu ni Yesu na Mungu ni Mungu, kwa hakuna uhusiano, Yesu ni mwanadamu, unamwambia no, acha kupotea. Usije ukaja kwenda kuangamia kwa ziwa la moto bure, wakati ulipata bahati ya kukutana na mimi. Kwa maana na mimi nilikutana nayo haya mambo kwenye mitandao, kwenye injili za Yesu Kristo, hapa kwenye program na channel yako inayoitwa Utume wa Mapinduzi ya Kiroho, au Spiritual Revolution Mission. Sawa, okay. Tuangalie basi katika Yohana, kitabu cha Yohana sura ya 17. Sawa, hapa katika mstari wa 21, Yohana 17 mstari wa 21, neno la Mungu linasema that they all may be one, as then Father art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou was sent me. Huyu ni Yesu Kristo alikuwa anawathibitishia watu kwamba kwanza alikuja kuwafundisha watu ili kusudi wote waweze kufanyika kuwa kitu kimoja, kufanyika kuwa mtu mmoja, kama ambavyo Baba na mimi tulivyo. Hii inarudi kuthibitisha ile, kama ile Yohana wa kwanza sura 10 na mstari wa 30, kwamba jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyokuwa mmoja na Baba, alivyokuwa mmoja na Mungu, na maana hakuna tofauti ya kusema kwamba kuna tofauti kati ya Baba na Mwana. Ndivyo Yesu Kristo alikuja ili kusudi na yeye afanyike kuwa mmoja na sisi. Unaona? Ili kusudi watu waweze kuamini kwamba wewe Mungu ndiwe uliyenituma mimi. Hii acha tusiongelee sana. Imekuja kuimarisha zaidi Yohana wa kwanza sura 10 mstari wa 30. Hiyo Yohana 17 mstari wa 21. Tuiache tu, isapoti tu, tusichukulie kwa muda mwingi ili kusudi usije kaanza kuchoka, ukaanza na kusinzia. Tuiache hivyo, lakini imeeleweka. Na ukiisoma tena kwa utulivu zaidi peke yako utazidi kuelewa. Isome ukihusianisha na Yohana wa kwanza sura 10 mstari wa 30, utazidi kuelewa kwa kina. Yesu Kristo ni mmoja na Baba na Baba yake. Kwa hiyo akaja ili na sisi atufanye kuwa mmoja. Yaani yeye yawe sisi tufanyike kuwa mmoja na yeye. Kwa hiyo tukishafanyika kuwa mmoja na yeye, tayari na sisi tutakuwa tumefanyika kuwa mmoja na Mungu. Je, wewe haupendi kuwa mmoja na Mungu? Ina maana ukikubali connection, hiyo ni network. Ukakubali kabisa hiyo connection na Yesu Kristo, ukakubali kufanyika mmoja na Yesu Kristo, maana yake utakuwa umefanyika mmoja na Mungu, kwa sababu Yesu Kristo ni mmoja na Mungu. Je, hauoni kama ni raha kuwa mmoja na Mungu? Mungu hana ubaguzi, imagine ni Mungu lakini hajikwezi. Yuko tayari kufanyika kitu kimoja na sisi. Au na wewe. Muhamedi, wewe Yakobo, wewe Susana, wewe sijui Maimuna, wote, hata wewe sijui Tatu, sijui Shabani, nyote, hata wewe Hamisi. Yesu Kristo anataka kufanyika kitu kimoja na wewe. Na akishafanyika kuwa kitu kimoja na wewe, wewe tayari utakuwa umefanyika kuwa kitu kimoja na Mungu. Je, haoni kama ni raha? Acha kupoteza muda. Karibu kwa Yesu. Karibu kwa Mungu. Yesu Kristo ni Mungu. Watu waseme haleluya. Haleluya. Watu waseme amina. Miamba na maji ya mitoni na milima vyote viseme amina. Haleluya. Ndiyo. Sasa sikiliza. Tushuke chini. Nimekutayarishia
nimekutayarishia kwa kweli. Jipange sawa sawa, kula ujumbe wa neno la Mungu unaokuthibitishia wewe kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Kwa maana gani Yesu Kristo ni Mungu? Kwa sababu mbalimbali. Hebu kwanza ni summarize hapa kidogo kabla sijaendelea kushuka. Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu Yesu Kristo ni muumba. Tutaona huko chini kwamba pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Vilivyoumbwa vyote, yani yeye alihusika kuumba. Yani wewe, kwa ufupi, wewe Yesu Kristo ndiye amekuumba. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu wako kwa sababu alikuumba. Moja ya sababu kwamba Yesu Kristo ni Mungu ni kwa sababu Yesu Kristo ni muumba. Kwa hiyo aliumba. Na moja ya tafsiri za Mungu ni kwamba muumba, aliyeumba. Kwa hiyo Yesu Kristo ni muumba. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ni muumba. Sawa? Yesu Kristo anaabudiwa, na tutaona huko chini. Anayeabudiwa ni Mungu tu. Wakuabudiwa na kuheshimiwa ni wewe Mungu. Kwa hiyo anayeabudiwa ni Mungu tu. Ndio maana hata ukichukua kinguruwe ukasema hiki ndio kimungu changu, ndio nitakuwa na kiabudu, maana yake umekifanya Mungu wako. Kwa hiyo Yesu Kristo ameabudiwa mara nyingi sana, na mimi namwabudu kila siku. Wakristo wote wanaojua maana ya Yesu Kristo ni nini, wanamwabudu kila siku, usiku na mchana, vyumbani mwao, barabarani, makanisani, njiani, popote tu wanamwabudu. Kila alichokiumba kinamwabudu. Mawe, milima, wanyama, nini, kila kitu, jua, nyota, yetinyenyeri nyota, mwezi, jua, vyote vinamwabudu. Lakini humu katika Injili ya leo tutaona watu wenye akili zao timamu, watumishi wa Mungu, watu wa maana sana kuliko mimi Yefta, kuliko na wewe tu, nisamehe, walimwabudu. Kwa hiyo wewe kama umwabudu ni uchoyo tu wa bure wa ibada. Na kama unamnyima ibada yako afu unaenda kuabudu vitu vingine, maana yake wewe una roho mbaya. Hauna shukurani kwanza, alikufia msalabani ili akuokoe, alafu nakataa kumwabudu. Hizi ni aina nyingine ya ujinga. Hebu kwanza tubu. Umuombe na msamaha, mwambie Yesu Kristo, wewe ni Mungu wangu, nisamehe kwa sababu nilipoteza muda nikawa naabudu vingine, nikaacha kukuabudu. Alafu nilikukataa, nikawa nakuita eti wewe ni Yesu tu, mara tu sisi ni mtume tu. Nani alikwambia Yesu ni mtume wewe? Koma. Kwa jina la Yesu, Yesu ni mtume. Yesu ni Mungu. Haya, angalia. Yesu Kristo anasamehe. Sasa hivi mwenye mamlaka ya kusamehe ni nani? Si ni Mungu tu jamani. Yesu Kristo anasamehe, na tutamshuhudia akisamehe hapa hapa kwenye Injili ya leo. Kwa hiyo kama Yesu Kristo anasamehe na hakuna mtu mwingine mwenye uwezo wa kusamehe, sio kusamehe vitu vya kawaida hivi vya kusema kwamba labda hata mimi umenikosea tu kidogo, labda umenichukiza afu ananiambia Yefta nisamehe, Jefta naomba unisamehe, kweli nimekukosea. Anasamehe dhambi. Sasa nani mwingine wa kusamehe dhambi? Kuna wangapi wa kusamehe dhambi? Dhambi inasamehewa na Mungu tu, lakini Yesu Kristo anasamehe dhambi, na watu walimwomba msamaha. Wewe acha kabisa. Kwa hiyo kitu kingine kinachothibitisha kwamba Yesu Kristo ni Mungu, hajaumbwa, alikuwapo. Sasa kilichokuwapo ni nini? Yani tusemeshe ule ukweli. Tofauti na Mungu ni kitu gani ambacho kilikuwapo? Kilikuwapo tu tokea mwanzo, kilikuwapo tu. Hajaumbwa Yesu Kristo, alikuwapo tu. Sasa imagine, tusemeshe ule ukweli, kilichokuwapo mbinguni na duniani, tusitamke kuzimu bwana. Tusije tukampeleka Yesu kuzimu. Kitu ambacho kilikuwapo bila kabla ya uumbaji ni nini? Si ni Mungu tu jamani. Kwa Yesu Kristo alikuwapo. Sasa hebu niambie, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Weka kali ka nukta ka hivi kwenye hii. Ni Mungu au sio Mungu? Kale ka hivi. Yesu ni Mungu bwana. Achaga utani bwana. Don't joke. Stop joking about this matter. Jesus Christ is God. Usilete mzaha na ile. Sawa. Sasa angalia. Tuangalie basi katika Yohana, kitabu cha Yohana, samahani.
tuangalie Yohana sura ya kwanza mstari wa 18. Neno la Mungu linasema kwamba no one has ever seen God but the one and the only Son, who is himself God and is a closest relationship with the Father, has made him known. Unasikia kwamba hakuna hata mmoja ambaye amewahi kumwona Mungu, sawa, isipokuwa mmoja tu, mwana pekee. Unanisikia vizuri? Ambaye yeye mwenyewe Mungu amemfanya, ambaye yeye mwenyewe Mungu yu na ukaribu wa yu na uhusiano wa karibu sana mno na Baba. Na Baba amemfanya yeye kujulikana. Unaona hiyo kitu? Ni pagumu kidogo hapo, ngumu kumeza hiyo nyama ya mfupa. Unaona? Lakini iko hivyo. Ina maana kama tunaambiwa kwamba no one has ever seen God but the one and the only Son, mwana pekee tu, ambaye yeye mwenyewe Mungu na ni mwenye uhusiano wa karibu, closest. Yani huu sio uhusiano tu wa kawaida, yani uhusiano wa hivi, you don't detach, yani hutenganishi. Ndio ule umoja. Inarudi tu kule kwenye ile Yohana wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 30. Nisiongele sana hii. Closest. Sio close, sio closer, closest. Yani hapo hautenganishi, haubandui. Utapasoma vizuri, utaona, utaelewa vizuri. Yani ni sambamba tu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu. Tuachage mzaha jamani katika ile. Nawaomba sana msije mkamuuzi Yesu wangu jamani. Yesu ni Mungu jamani. Acha kumvua hadhi yake. Yeye ndiye yule. Unaposema Yehova ndio Yesu. Unaposema Elohimu ndio Yesu. Unaposema Yahwe ndio Yesu. Unaposema Rabi ndio Yesu. Unaposema Alfa na Omega ndio Yesu. Si tutaona hata huku chini. Yeye mwenyewe Yesu Kristo anajiita mimi ni Alfa na Omega. Kwani Alfa na Omega ni nani? Si ni Mungu. Kwani kuna Alfa na Omega wangapi? Kuna Alfa na Omega wangapi jamani? Hapa mbinguni, hapa mbinguni. Hapa duniani na mbinguni. Kuna Alfa na Omega wangapi? Yeye mwenyewe anajiita Alfa na Omega. Mimi nawashangaga watu wengine saa nyingine. Wala mtu hawezi kuita kwamba tuseme kwamba ni ujinga, au ni uzembe, au tuite nini, au ni dharau, au ni upuuzi. Eti Yesu sio Mungu. Lakini watu wengine wanakuwa na utani, au labda Yesu ni binamu yao, labda ni mtoto wa mjomba wao, mtoto wa shangazi yao, labda wanataniana nao nini. Wewe achaga utani kwenye mambo mengine. Kama una utani na Yesu, mtanie kwenye vingine, sio kwenye hilo. Hapo hamtaelewana. Hata mimi hatutaelewana. Tutafikishana mbali kwa hilo. Oho, tutaenda mpaka mahakamani, usinitanie katika hili. Tutafika mbali. Eti Yesu sio Mungu. Wewe usirudie. Acha tu basi tuangalie tena kwenye Wakorintho. Hapana, tuache Wakorintho. Tuangalie Wakolosai sura ya 2. Sawa? Fungua kitabu cha Wakolosai au andika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10, ndipo tusome. Sikiliza neno la Mungu linasema nini. Sikiliza. Utapenda injili leo ni tamu, na yenyewe iko katika orodha ya zile injili ambazo huwa nazita injili semina. Mtu ambaye hata sikiliza injili hii ana hasara.
This is very important. Hii ni muhimu sana kwa watu wote duniani kujua. Sio Wakristo wote kujua. Hapana, watu wote duniani kujua. Wanaomwabudu Yesu Kristo kama Mungu na kumwamini kama Mungu, na wale wengine ambao wanamwabudu Mungu halafu wanafikiri Yesu ni kiumbe kingine cha pembeni ya Mungu, kwa sababu ya utovu wa elimu ya kutosha kuhusu hilo, ili kusudi wapanuke, wajue kumbe naposema Yesu tayari nakuwa nimesema Mungu. Okay. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Panasema hivi: For in him the whole fullness. Sikiliza, narudia. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Unaelewa hiyo maana yake? Ngoja nikufafanulie, nikutafsirie. Wanasema hivi: kwa sababu ndani yake kuna utimilifu kamili. Unasikia? Kwa sababu ndani yake kuna utimilifu kamili wa uungu. Unaelewa vizuri? Wa uungu. Sawa? Haya. Acha nirudie. Sikupakamilisha vizuri. Narudia, nifuatilie vizuri. Kwa sababu ndani yake kuna utimilifu wa ukamilifu wa uungu unaoishi katika hali ya mwili. Unaona? Ina maana hapa hiyo nukta. Naendelea mbele. Na katika Kristo mmeletwa katika utimilifu. Yeye ni kichwa juu ya kila mamlaka na uweza. Maneno mazito. Hapana. Huu mstari mbona nimeupenda. I love you verse. I love you verse. You are very strong verse. Unasikia? Kwa hiyo Biblia takatifu inapotuambia kwamba hapa katika Wakolosai 2:9-10 kwamba katika yeye kuna utimilifu kamili wa uungu unaoishi katika hali ya mwili, na Kristo ameletwa katika na katika Kristo mmeletwa katika utimilifu. Yeye ni kichwa juu ya kila uweza na mamlaka. Hivi kweli kwa sifa hizi, huu wasifu, hii characteristics, this is character, katika wasifu huu, hivi kuna kiumbe kinaweza kuwa na wasifu huu kama sio Mungu? Au tu kwanza inajieleza tu moja kwa moja, si habari tu ya kwamba si nini na nini. Hapa mwanzo, tuache huku mbele. Hapa mwanzo paka kufikia hapa panaposema kwamba for in him the whole fullness of deity dwells bodily. Hapo kwenye yani hapo mwanzo hapo. Hebu fikiria. Ukamilifu wa uungu uko ndani yake, japo katika hali kama ya mwili, lakini ukamilifu wa Mungu umetulia pale. Yani yeye ni Mungu tu, ametulia pale kama yani unamwona kama mwili, unamwona kama vile wewe, unamwona na mapua matundu mawili kama haya, macho mawili kama wewe, masikio haya, na meno unayaona tu, unaona hata lipsi, unaona hata kidevu yuko tu kama wewe, na mhesabu unaona na vidole 5 kulia na huku kushoto ana vidole 5, unamwona yule ni Yesu, ni mwanadamu amekuja, ametumwa na Mungu. Lakini kumbe Mungu amekaa ndani yake. Yani pale yule unamwona ni Yesu, unamwona kama mwanadamu, kumbe ni Mungu yuko mbele yako pale. Hili neno ndio kitu ambacho linataka kutuambia.
Ili neno liko strong my friend. Ili neno mimi nilikuwa nalipenda tangu wakati nilipokuwa naandaa, nilipenda, lakini sasa hizi nimesikia kulilove you zaidi. I love you verse, I love you, I will be memorizing you. Nitakuwa na kusoma mara kwa mara. Jamani, kama kuna maneno ya Mungu katika Biblia ambayo yako imara sana kwa kweli, hii Wakolosai 2:9 mpaka 10, hii aya usichezage nayo, usichezage nayo. Hii ni futa ujinga, inadiriti ujinga ndani ya watu. Ukielewa hapa, ujinga wote unafutika. Delete. Anyway, nipotezea muda sana kwa sababu nimepapenda sana. I love you verse. Okay, acha tuangalie basi katika aya hii ambayo penyewe ni Yesu Kristo mwenyewe alikuwa sasa anadai. Ulishawahi kuona mtu anadai, ameshagundua kama vile kuna baadhi ya watu hawataki kumkubali kama Mungu, anataka kumkataa. Sasa anadai, sasa analipisha. Kama vile mtu anaweza kwenda mahakamani akasema, hawa jamaa hawataki kuniita Mungu Bwana. Anaenda kuwashtaki. Mimi nadhani wakati huo mahakama zilikuwa hazipo, lakini alidai. Anadai kabisa umungu wake watu wautambue. Sasa hapa anadai. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 10. Alafu soma mstari wa 33. Hapa utaona sasa jinsi ambavyo Yesu Kristo yeye mwenyewe anadai kwamba mimi ni Mungu. Usilete mchezo, mimi ni Mungu. Sio mimi Yefta, Yesu ambaye ndio Mungu anadai. Mimi sio Mungu tangu lini? Ukitaka niwe Mungu wako, kazi kwako. Wala mimi sitakubali. Nije nidundwe, nije nipigwe, nitachapwa. Tena nyinyi watu mnao tabia kujifanya vimungu. Mtu unakuta mtu ni mwanadamu tu. Alizaliwa tu na mwanamke wa kawaida, wala sio kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alizaliwa tu, Mnisamee jamani, kwa kweli. Unakuta kuna wanadamu kabisa hapa duniani, unakuta wanaabudiwa, walijifanya wakina Mungu. Naogopa kuwataja majina, na wajua baadhi. Jamani. Sasa angalia. Tusome Yohana sura ya 10 mstari wa 33. Panasema hivi: We are not stoning you for any good work. Narudia, I am repeating. We are not stoning you for any good work. They replied, but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God. Sasa umeelewa nini? Ina maana wale watu waliomsulubisha Yesu Kristo walimpiga kwa sababu sentensi zake katika kujibizana nao wakati wanamhoji maswali, yeye alikuwa anawapa majibu ya kiufundi. Yale majibu yakazidi kuwathibitishia kwamba yeye anajiita mwana wa Mungu. Na halafu na kwa maneno yake mengine alikuwa anayataja kama haya ambayo tutazidi kuyaona. Kama kusema mimi na Baba tu umoja na nini, mambo kama hayo, vitu kama hivyo vinavyozidi kuonyesha kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo ana kauli nyingi ambazo amezitamka katika kufundisha watu na katika kuzungumza na watu, zinazothibitisha kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo ukifuatilia kauli za Yesu Kristo, kauli mbalimbali ambazo amekuwa akizitaja, nyingi tu ambazo baadhi hapa tutaenda kwa tunazionaona. Sizikutaji muda, lakini moja nimeikutajia ile. Nyingine utazidi kuziona. Zinatamka either direct au indirect, moja kwa moja, au kauli za ambazo zile ambazo si za moja kwa moja, kwamba mimi ni Mungu. Unaona? Sawa. Kwa yeye mwenyewe Yesu Kristo anadai kabisa kwamba yeye ni Mungu kwa kumkoti kauli zake mbalimbali. Kwa yeye mwenyewe anajitangaza kwa watu kwamba mimi ni Mungu. Ni kuongeza kingine. Ukiacha hiyo ya mimi na Baba tu umoja, pale anaposema kwamba aliyemwona mwana amemwona Baba. Kwa hiyo hata kuna sehemu moja ambapo sitapaongelea kwa leo, wanafunzi wake
walikuwa wanamdai wakitaka kwamba awawezeshe kumwona Mungu. Ndio huko akawa anawaeleza, siku zote mmekuwa pamoja nami, siku zote mmekuwa pamoja nami. Hebu kwa ina maana siku zote au wanafunzi wamekuwa pamoja na Mungu, lakini bado wanamdai awaonyeshe Mungu. Vitu kama hivyo. Sawa. Tukiwa hapo katika Yohana Mtakatifu, angalia sura ya 5 na mstari wa 18. Halafu tusikilize haya maneno. Panasema hivi: This way why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Unasikia? Panasema hivi, kwa sababu hii ndiyo maana Wayahudi walikuwa wakitafuta kila namna, kila njia ya kumuua Yesu Kristo. Kwa sababu si kwa sababu tu alivunja sheria ile ya Sabato, bali pia alijiita Mungu. Alimuita Mungu kuwa baba yake kabisa mzazi. Unaona? Halafu akajifanya yeye kuwa sawasawa na Mungu. Kwa wenyewe hao Wayahudi wenyewe walimuona kwamba yeye alijifanya kuwa sawasawa na Mungu. Unaona hapo hata bado wako gizani. Anajifanya sawa na Mungu. Yaani walikuwa tu gizani, hawaelewi nini. Na kumbe wasijue si kwamba anajifanya sawasawa na Mungu, bali ni Mungu tu. Labda tu Yesu aliamua kuwapeleka pole. Hakuwa anapenda kuwa anawaambia mimi ni Mungu, ili ya moja kwa moja mimi ni Mungu. Labda wangeweza hata kumuua haraka, kwa sababu hasira zingekuwa labda saa zile za kupindukia. Labda huenda asingeweza kukamilisha hata programu yake ya yale yote aliyokusudia kuyafundisha kabla sasa hajakamilisha shughuli yake hapa duniani. Akawa natunga jawa, nitakuwa nawapeleka pole. Wataelewa tu, mwisho kitaeleweka. Eti anajifanya sawa na Mungu. Si anajifanya sawa na Mungu, ni Mungu tu. Sawa, umeona hiyo kitu? Kwa hiyo Yesu Kristo aliwadhihirishia watu kwamba yeye wenyewe walihesabu kwamba ni sawa na Mungu, ila yeye alitaka tu kuonyesha moja kwa moja kwamba mimi ni Mungu. Alijionyesha kabisa, akajidhihirisha wazi kwamba mimi ni Mungu. Kwa Wakristo wote tujue kabisa kwamba Yesu ni Mungu. Watu wote, Waislamu, dini nyingine zote, wapagani, na wachawi wote, mjue kama Yesu ni Mungu. Kila mtu ajue kwamba Yesu ni Mungu. Yeye mwenyewe anapenda tujue kama ni Mungu. Sawa. Kwa hiyo tunajua kwamba Yesu Kristo ni neno. Jesus is the word. Na sisi wote tunajua kwamba, kabla sijaongelea hapa, tunajua kwamba hakuna kutofautisha neno na Mungu. Neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Limejaa pumzi ya Mungu mwenyewe. Yaani neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Usitofautishage neno la Mungu na Mungu. Sawa. Sasa Yesu Kristo ni neno. Sasa angalia. Kama Yohana sura ya 1 na mstari wa 1 ile tuliyoisoma. Acha tuisome vizuri kwamba in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Narudia. In the beginning was the word, and the word was, I don't know whether I'm grammatically perfect, whether I may say in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Unaona? Sasa ili neno la Mungu hapa huwa linakusudia kumtaja Yesu Kristo. Unaona? Sasa kwa sababu
ili neno linasema kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Unaona, ni kama vile vilikuwa kama vile vitu viwili viko pamoja, lakini hapa haya maneno yanakuonyesha kwamba hivi vitu ambavyo viko kama vile viwili kilikuwa ni kimoja. Ndio maana hapa mwisho panamalizia kwa kusema kwamba naye neno alikuwa Mungu. Yaani huyo neno alikuwapo. Ndio maana pale mwanzo nilisema kwamba moja ya vigezo kwamba Yesu ni Mungu ni kwa sababu alikuwapo, hakuumbwa. Ndio huyo Yesu. Unaona, Yesu Kristo ni naye muamunu, naye muabudu. Huyo ambaye wewe unamtafuta, unaye muabudu. Huyo ambaye huyu mwingine huyo anamkataa. Huyo mwingine anamuita mwizi wa mbao. Huyo mwingine anamuita eti mtume. Nani alikwambia Yesu ni mtume wewe? Mtume ni Muhammad, sio Yesu Kristo, my friend. Sawa? Mtume Paulo. Hivyo unaweza kumchukua Yesu Kristo ukamweka kwenye level moja na Paulo? Sasa hiyo huko ni kukosa adabu. Tena kwa hilo tu unaweza kupigwa. Nitaongea naye akuchape wewe, au umejirekebisha hutarudia. Usirudie kumweka Yesu Kristo kwenye level moja na Paulo. Paulo ni mtumishi mzuri wa Mungu. Au unamweka Yesu Kristo kwenye level moja na wakina Muhammad. Kwanza Muhammad sielewi vizuri kama hata ni mtume vizuri, kwa sababu sidhani kama kwenye Biblia anaongelewa, sielewi vizuri. Lakini wanaomwamini wanamuita mtume. Tunamweka kwenye level moja na hao. Jamani, hivi Yesu kweli ni wa level hiyo? Yaani unamchukua Mungu unamuita mtume? Yaani kwa hiyo Paulo na Mungu ni level moja hivi, kwamba wanaenda tambarare? Who told you? Nani alikwambia? We chukua tahadhari. Hapo mwanzo kulikuwapo neno, naye neno alikuwapo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hebu itafakari vizuri hii. Hivi huoni kwamba inataka kwa kama vile walikuwa ni wawili, lakini inakuja kuconclude, inakuja kumalizia kwa kuonyesha kwamba alikuwa mmoja. Kwa hiyo huyo neno ndio Yesu, alikuwa kwa Mungu, na huyo Yesu ndio Mungu. Mpigie makofi Yesu. Kama hivi. Mpigie na wewe. Halafu sema amen. Sema nimeelewa Yesu ni Mungu. Sawa. Sasa tukielekea Yohana na bahati leo. Yohana ni mzuri. Ametufundisha sana kuhusu habari ya Yesu ni Mungu. Anatuthibitishia. Wengi sana watatufundisha, lakini Yohana ametufundisha pakubwa. Hebu basi penda kusoma kitabu cha Yohana sana. Utagundua kwamba Yesu Kristo ni Mungu, licha ya hii Injili. Sasa sikiliza. Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Panasema hivi: And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. I think you know and you understand what that means. Unaelewa vizuri kinamaanisha nini? Sikiliza. Anasema hivi: na neno alifanyika mwili. Sawa? Au alibadilika akawa mwili. Sawa? Na akaishi kati yetu. Unasikia? Na tumeuona utukufu wake. Tumeuona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee kutoka kwa Baba, aliyejaa rehema na kweli. Kwa hiyo hii Yohana 1:14 inaichimbua, inaenda kuimarisha hii Yohana 1:1. Yule neno huyo neno, maana ndio huyo Mungu
alikuja akafanyika mwili. Ndio maana mimi nawaambia kwamba Yesu Kristo alipokuja duniani hapa alikuwa ndio huyo roho, ndio huyo neno. Huyo neno tunamsoma katika Yohana 1:1 kwamba hapo mwanzo kulikuwa hapo neno, huyo neno alikuwa mbinguni, huyo neno alifanyika mwili. Huyo neno alikuwa Mungu. Ndio huyo ukitaka kujua kwamba ndio huyu alifanyika mwili, ndio sasa Yesu Kristo akaja kama mwanadamu. Ndio huyu Yohana 1:14 akaja kati yetu. Kwa Yesu Kristo ni Mungu kati yetu. Hivi kweli jamani, hata kama mtu ni mbumbumbu kweli na hapa asielewe, Roho Mtakatifu alikuwa amejitahidi kunitumia ili dunia nzima iokolewe, imjue Yesu Kristo kwamba ni Mungu. Waache tena kupapasa papasa. Hii si swala tena la kupapasa papasa. Roho Mtakatifu amekitumia chombo chake leo kukufafanulia kwamba Yesu Kristo alikuwa ndio yule neno ambaye tunamsoma katika Yohana 1:1. Alifanyika mwili. Huyo roho tunamsoma katika Yohana 1:1 ndio huyu tunamsoma katika Yohana 1:14 kwamba alifanyika sasa mwili, halafu akaja, akanjoo, akakaa kati yetu. Ni pendo gani hili? Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, anipenda. Huyu Yesu, huyu Mungu kabisa akakubali awe mtu, akavali mwili kama hili la Bwana Jefta, akanjoo, akakam, akaja. Tena mbaya zaidi, tutaenda kuona kwamba alikufa na msalabani. Umewahi kukutana Injili nao kuambia kwamba Yesu Kristo alikufa, kwamba Mungu alikufa msalabani? Yaani yule aliyeambo msalabani ili dunia iokolewe alikuwa ni Mungu. My God, my friend, I tell you. Akakubali, akapigwa, akatemewa mate. Mungu kabisa anatemewa mate, anadhihakiwa, anachomwa mkuki, anawekwa msalabani. Jamani, tunatakiwa kufika mara tuwe na aibu, tuseme jamani, Mungu kweli ulijishusha kiasi ambacho si cha kuelezeka ili sisi tuokolewe. Lakini sisi ni mambumbumbu, sisi ni mahurigani, ni mastupidi, ni mapumbavu, hatueleki. Utujalie neema, tukupendeze Mungu. Yule aliyeomba msalabani ni Mungu. Si nitakuonyesha huku chini. Kwani utanibishia? Utanibishana na mimi? Hautabishana na mimi, utabishana na neno la Mungu. Sasa ukibishana na neno la Mungu utapona wewe? Utagongwa wewe. Usiretage mchezo. Mimi nakuaga na mchezo, lakini Mungu hanaga mchezo. Take care. Take care. Kwa hiyo alifanyika mwili, akaja kaka kati yetu. Ndio huyo Yesu Kristo, ndio neno na ndiye Mungu. Kwa hiyo Yohana Mtakatifu 1:1 na Yohana Mtakatifu 1:14 vinathibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Hata tukisema tuache kuongea maneno mengine yote, hiyo peke yake tu inatosha kukwambia Yesu ni Mungu. Mpige makofi Mungu ambaye ndio Yesu Kristo. Achana na hivyo viji Mungu vingine, mara sijui mao, mara sijui nyoka, mara sijui. Jamani, Mungu anisamehe kweli. Mnisamehe kweli, hata nyinyi mnaomwabudu mao, nimejikuta nimelitaja, sikuwa na maana mbaya. Lakini mao sio Mungu, nakwambia. Nyoka sio Mungu. Hivyo miungu mingine vyako vyote unaabudu sio Mungu. Hivyo ni vimapumpkin, ni vimaboga. Idols. Only God, many gods. Mungu mmoja anaanza na herufi kubwa, ile M yenye mapembe. Pa. Lakini tu Mungu twingi tu twa M ya hivi. Tuji Mungu tena utu ndi tu shetani. Erega unajua Mungu ni shetani tu. Mungu ni kijishetani. Kwa maana Mungu ni kipinzani cha Mungu. Miungu ni mipinzani ya Mungu. Sasa mpinzani wa Mungu si ni shetani tu? Ni visabu satani. Small satanis. Shida kabisa. Ningekuwa na uwezo mimi ningevitafuta vyote nikaviharibu. Piga marisasi, mabastora. Pa. Ningeviua miungu vyote vikafa vikatoka. Tukajibakia na Mungu mmoja. Si ndio? Najua ungenipenda. Ndio. Sawa. Sasa Yesu Kristo
tunaona kwamba yeye peke yake ndiye njia ya kuelekea mbinguni. Sawa? Na katika hilo tunauona sasa pia kwamba yeye ni Mungu humo ndani. Tunavyonaje? Hebu tuangalie. Tusome katika Yohana hii sura ya 5 mstari wa 20. Sawa? Tuangalie. Panasema hivi. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true. And we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the okay, I'm sorry. Sikiliza, panasema hivi. He is the true God and eternal life. Hebu niambie sasa kama hapo. Sasa hivi watu tunasoma Biblia au tunapita? Kwani wachungaji si wanashida wanasoma maneno haya? Kwa nini hawajawaambia watu? Lakini wengine si wanawaambia kabisa. Kwa nini hamuamini? Kwani mnafikiri wachungaji haya mambo wanayabuni wenyewe? Au huyu Yohana Mtakatifu, unadhani alipozungumza haya alikuwa amekunywa pombe? Kwani nani aliwahi kuambia kwamba Yohana aliwahi kuwa mlevi? Hivi wewe unajua jinsi Yohana alivyokuwa mtumishi mzuri wa Mungu? Yaani katika watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu wote ni wazuri, lakini mimi Yohana nampendaga sana. Ana sifa fulani ambazo ni za kipekee. Ukifuatilia katika mambo ya theolojia. Nimelifahamu hili jambo kabla hata sijaona degree katika mambo haya. Nilikuwa sijaona degree hata moja. Yohana Mtakatifu mpaka huduma yake ina namna fulani inavyofananishwa na huduma ya Yesu Kristo. Sasa unadhani aliongea haya alikuwa amelewa? Au nafikiri alikuwa amevuta labda bangi? Unafikiri Yohana ni mlevi? Au nafikiri alikuwa amekurupuka kutoka usingizini? Sikiliza. Wanasema hivi, narudia. Kwamba na tuwafahamu ya kwamba mwana wa Mungu amekuja na ametupatia sisi ufahamu ili kwamba tuweze kumfahamu yeye aliye kweli na tu katika yeye aliye kweli, aliye wa kweli, katika mwana wake Yesu Kristo. Yeye ni Mungu kweli na uzima wa milele. Yaani yeye Yesu Kristo ni Mungu kweli na uzima wa milele. Unaona? Yohana anatueleza Yesu ni Mungu. Bado unaviuliza? Nakuuliza swali. Yesu ni Mungu au sio Mungu? Sema Yesu ni Mungu au sio Mungu? Ongea kabla hujarudi nyumbani. Kabla hujaondoka kwenye mahubiri haya, kabla haujaondoka kwenye programu hii, kabla haujafunga au umechukia. Inatia hasira kusikia kwamba Yesu ni Mungu. Si inafurahisha? Yesu ni Mungu. Siku zote tunaimba Yesu, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana Mungu. Hakuna Mungu kama wewe, Yesu Kristo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega. Yesu Kristo huyo. Usichezage naye. Sasa Warumi 10 sura 13. Utachoka lakini utanufaika. Kazi kwako. Kama unaona unachoka, weka pause, isave mahali, utakuja kumalizia. Warumi sura 10 mstari wa 13. Panasema hivi. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Unaelewa vizuri? Ukilitia jina la Bwana utaokolewa. Je, tunapoomba tulifundishwa kuomba kwa jina la Bwana gani?
Au wakati Yesu Kristo mwenyewe anatufundisha alisemaje? Alisema kwamba mkiomba chochote katika jina la Bwana mtatendewa. Mkiomba chochote kwa Bwana, kwa Baba yangu katika jina langu, Baba yangu atawatendea. Sasa alisema Yesu Kristo. Sasa kama hapa neno la Mungu linatuambia kwamba yeyote aliitia jina la Bwana katika for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Huyu ni Paulo mtume. Kwa maana Lord is the name of Lord Jesus Christ, Bwana wetu Yesu Kristo. Mpaka hapo umeelewa? Twende kwenye Yohana 8:57. Yohana 8:57 mpaka 58 panasema hivi: The people said, you are not even 50 years old. How can you say you have seen Abraham? Jesus answered, I tell you the truth. Before Abraham was even born, I am. Hii nisiongelee sana kwa sababu inathibitisha tu kwamba yeye alikuwepo tangu kale na kale. Iwakosoe na wale watu ambao wengine wanatakaga kuleta zile stori zao kwamba sijui alikujaga baada ya Muhammad, ni mtume sijui wa baadaye, sijui na nini na nini. Huyu alikuwepo hata kabla ya Abraham. Na hii hapa hakutaka kuwatobolea sana Yesu. Angetaka kuelezea marefu, angewaambia sasa kama mimi ni Mungu, angewauliza hivi, kwani kati ya Mungu na Abraham nani alianza kuwepo? Ni kama tu hivyo. Unaona? Kwa hiyo haitaki kwenda kuelezea zaidi kuhusu namna gani ambavyo yeye ni Mungu. Ndio maana sitapaongea sana, lakini nayo inaunga chumvi, pilipili, binzari, kachumvi nini, kuzidi kuinfluence, kudhibitisha kwamba huyu Bwana ni Mungu, kando yake hakuna mwingine. Sawa. Tuangalie Yohana hii sura 8 mstari wa 22 mpaka 24. Panasema hivi: This made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go you cannot come? But he continued, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins if you don't believe that I am he. You will indeed die in your sins. Sasa hii ni onyo kwamba ikiwa wewe hautaki kuamini kwamba yeye ndiye Mungu, utakufa dhambini. Utakufa dhambini kwa sababu utabakia na upofu wako, na huo upofu utakupeleka pabaya. Kwa hiyo ni vizuri kufunguka akilini, kupata utambuzi na kujua kwamba huyu Yesu tunayemwabudu ni Mungu. Yesu tunayemtaja katika ibada zetu ni Mungu. Tumtambue kwa viwango vingine tofauti na vile ambavyo tunapenda kumweka. Tunaona kama ni vile ni kitu kingine fulani chini kidogo ya Mungu, kumbe ndio yeye mwenyewe. Kwa hiyo amini kwamba Yesu Kristo ni Mungu, usije ukafa dhambini. Ameongea kwa kusisitiza hapo. Katika Yohana mtakatifu hii sura ya 13 mstari wa 18 mpaka 19 panasema hivi. Huyu ni Yesu Kristo mwenyewe anaongea. Aya, sikiliza. I am not. Nasikia. Panasema hivi. Ni Yohana 13:18 mpaka 19. I am not referring to all of you. I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of scripture. He who shared my bread has turned against me. I am telling you now before it happened. So that when it does happen,
you will believe that I am who I am. Ina maana Yesu Kristo anatambua kabisa kwamba watu wengi ni vichwa vigumu, na hii ndio shida inayosumbua watu wengi. Vichwa vigumu, kukosa uelewa na ufahamu, ndio vinasababisha watu washindwe kujua kwamba yeye ndiye Mungu, ndiye yeye. Unaona? Yaani watu wanashindwa kumuelewa. Wengine mpaka wanachangia naye vyakula kama wakina Iskarioti, lakini bado tu wanakuwa kama vile wako gizani, hawaelewi nini ni nini kuhusu Yesu Kristo. Toka gizani, funguka macho, muelewe vizuri yeye ni nani. Mtambue kwa viwango vingine. Sawa? Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ni Alfa na Omega, na tunajua kwamba Alfa na Omega ni Mungu. Tunajua kabisa miongoni mwa majina ya Mungu ni pamoja na Alfa na Omega, lakini Yesu alijiita Alfa na Omega. Sasa je, akijiita Alfa na Omega, si sasa tu ameshasema kwamba mimi ni Mungu? Aliwaambia watu akasema mimi ni Alfa na Omega. Unasikia? Sasa kama alijiita Alfa na Omega, je, hajajiita Mungu? Sema hajajiita Mungu. Na kwani kuna kosa gani kama yeye ni Mungu kujiita Mungu? Kwani mimi kama ni Jefta nikiwaambia jamani mimi ni Jefta, nina kosa gani? Yesu Kristo ni Mungu. Kwa kujiita kwake Mungu, kusema kwamba mimi ni Mungu, hana kosa. Utasema amejisifia. Kwani wewe ukijitambulisha kwa watu, ukataja jina lako au ukataja cheo chako, kama wewe ni mkuu wa wilaya au ni mkuu wa mkoa, ukasema mimi ni mkuu wa wilaya hii, kama ni kweli, kuna kosa gani? Haya, Isaya 44:6. Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Yesu Kristo anaongea. Kwa hiyo anasema kando yangu mimi Yesu Kristo hakuna Mungu. Kwa hiyo mimi Yesu Kristo ndio Mungu. Ndio maana mimi ni Alfa na Omega. Yaani ndio maana mimi ni mwanzo na mwisho. Kwa hiyo mimi Yesu, mimi ni Mungu. Usije ukashuka fikiri kwamba ni mimi, kwamba mimi ndio Yesu. Yaani mimi leo nina mwadvocate. Mimi ni wakili wake. Kwani ulikuwa unajua? Hivyo, iko hivyo. Acha nimsemee. Kwani mpaka aje mwenyewe aongee? Si tupo. Yesu, mimi nakusemea. Wasikie. Kama watafanya kiburi, kazi kwao. Atakayeelewa na kufanya moyo wake kwa mwepesi, akukubali na kuanzia leo ajue kwamba wewe ni Mungu. Si ndio? Si ndio Yesu? Jamani, si tunaelewana? Sawa. Mshukuru. Yeye ni Mungu wako. Sawa. Tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 8. I'm sorry, samahani. Panasema hivi, and to the angel of the church of Smyrna write the words of the first and the last who died and came to life. God, thank you for your whole scriptures. Think. Hebu jamani, fikirini. Tuna haja gani ya tuna wajibu kiasi gani kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno la Mungu la leo? Hizi ni zile jumbe katika ile makanisa 7. Sasa huu ujumbe ulitumwa katika kanisa la Smyrna. Sijui kwa Kiswahili inaitwaje vizuri, utalisoma katika Ufunuo 2:8. Sawa? Kwamba na
panasema hivi, na kwa malaika wa kanisa la Smirna andika maneno haya ya aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekufa na akaja katika uzima, katika uhai. Kwa hiyo yani ina maana yule aliyekufa msalabani lakini baadaye akafufuka, ina maana yule ndiye Alfa na Omega, na sisi wote tunajua kwamba Alfa na Omega ni Mungu. Paka hapo unakiuliza? Si unitafute basi hata namba zangu, unitumie ka pesa hata kadogo, niende nikanywa hata soda, kwa sababu nimekutazamisha hili jambo, limekutoa mahali fulani ukafurahi. Roho wa Mungu amenitumia bwana. Hebu niombe baraka kwa Mungu, niombe na ulinzi, Mungu anipe kuishi maisha marefu, hata anipe uzima wa milele, kwa maana niko nafanya kazi yake nzuri sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Hili ni neno nzuri la wokovu, la kukujenga, kukuimarisha katika Bwana Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu wa milele. Ni Ufunuo 2:8 unamthibitisha kwamba Yesu Kristo ndiye Alfa na Omega, na Alfa na Omega ni Mungu. Kwa Yesu Kristo ni Mungu, no question mark. Ufunuo hii katika sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka 18 panasema hivi. Ufunuo 1:17-18 panasema hivi, when I saw him I felt. Narudia, Ufunuo 1:17 mpaka 18 panasema hivi, when I saw him I fell at his feet as though dead, but he laid his right hand and he laid his right hand on me, saying, fear not, I am the first and the last and the living one. I died, and behind I am living alive forever more, and I have the keys of death and Hades. Huyu mwenye funguo za kuzimu na mauti. Ufunuo 1:17-18. Anasikia? Umesikia jinsi palivyo patamu? Panasema hivi, nami nalipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo ulioyaona, nayo yaliopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Huyo ni Yesu Kristo alipojifunua kwa Yohana. Yohana alipomwona kwa ule mshtuko, kile kishindo, ilikuwa si jambo la mchezo, sio jambo la mzaha. Akaanguka miguuni mwake kwa mshtuko. Yaani Yohana ni kama vile alihisi kama amekufa tu. Halafu ndio Yesu akamwambia usihofu, akamweleza hayo maneno. Hebu fikiria haya maneno. Fikiria haya maneno. Yanamdhihirisha kabisa Yesu Kristo kwamba ni Mungu, na ndiye anafunguza kuzimu na mauti. Hebu fikiria jamani. Yesu Kristo ni Mungu. Achana na miungu mingine. Tulia naye. Mtambue vizuri. Mwelewe. Mheshimu. Mwabudu. Peleka haja zako zote kwake. Atazitatua. Ukitaka baraka tafuta kwake. Ukitaka uponyaji tafuta kwake. Ukitafuta uzima wa milele tafuta kwake. Ukitaka uponyaji tafuta kwake. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni kila kitu. Yeye ni Mungu.
Je, wewe ni miongoni mwa watu walikuwa hawajui kama Yesu Kristo ni Mungu? Mshukuru kwamba leo sasa umejua kwamba yeye ni Mungu. Haleluya. Nilisema huku mwanzo kwamba ni Yesu Kristo, ni Mungu tu ambaye anaweza kuabudiwa. Sasa tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2, ambapo tunashuhudia sasa wazi kabisa, sina mimi namwabudu. Niliwaambia kwamba mimi namwabudu, na wapo watu wengi kabisa wanamwabudu Yesu, lakini wengine wanadhani wanamtofautisha Yesu na Mungu. Wanasema wanamwabudu Mungu, lakini eti kwa jina la Yesu tu. Sio hivyo tu, haitoshi. Yani haiko hivyo, ni zaidi ya hivyo. Unapokuwa unamwabudu Mungu, unakuwa kuna mwabudu Yesu, lakini ni vizuri umwabudu Yesu huku ukijua kabisa kwamba uko unamwabudu, kuliko umwabudu ukiwa haujui. Ina faida, unakuwa umekuwa kiroho. Sasa angalia Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Panasema hivi: After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose, and we have come to worship him. Hapa ni wale mamajusi wa mashariki, baada ya kuwa wameona nyota yake, ile nyota ya mashariki, wakaifuata. Kumbe waliifuata ili waende wakamwabudu, kwa sababu walipataga ule ujumbe walipoambiwa kwamba amezaliwa mfalme wa Wayahudi, King of Jews. The Magi ni mamajusi. Kwa hiyo mamajusi wale waliosafiri wakapanda zile, sijui ilikuwa ni ngamia zao, si ni punda, usiniulize, sikumbuka kama zilikuwa ngamia, ila najua tu kitu kimoja nakumbuka, haikuwa pikipiki wala haikuwa gari. Wakaenda, walipofika pale wakasema, yuko wapi huyu mfalme wa Wayahudi? Tumekuja kumwabudu. Sasa pale baada ya kuwa wamemuonyesha, wakaambiwa ndio huyu hapa. Ina maana walimwabudu, wakatoa na uvumba na manemane. Na wewe umwabudu Yesu Kristo, umwabudu yeye ni Mungu, umpe na uvumba na manemane kila siku. Kwani wewe ndio wa maana? Wewe ndio una akili kuwazidi mamajusi? Wewe ndio unaofahamu kuliko mamajusi wewe wa mashariki wewe? Yesu ni Mungu. Hata mamajusi wanakiri kwamba Yesu ni Mungu, ndio maana walimwabudu. Yesu Kristo angekuwa sio Mungu, wasingemwabudu wale mamajusi. Sawa? Kuanzia leo anza kumwabudu, huku tena ukijua kwamba ni Mungu aliye hai, yule aliyeumba mbingu na dunia, yule aliyekuumba na wewe. Yesu Kristo ndiye aliyekufinyanga wewe. Yakobo. Samani wewe nani? Wewe ni Paulo. Samani nimejichanganya jina lako. Na wewe nyie wote. Hata wewe Esther. Happy na wewe pia. Wewe Victoria, wewe Rehema, wewe Suzana, wewe Petro, wewe Matayo, nani yule kule, Juma, wewe nani, nyie wote, hata wewe Hamisi. Yeye ndiye aliyekuumba, mumwabudu. Mbona mimi namwabudu? Kwa nini nafikiri mimi kumwabudu kwangu kunafanya niwe mjinga? Au mimi ndio naonekana nina akili mbele zake? Mwabudu na wewe sasa uwe na akili. Sawa? Neno la Mungu ni tamu. Mathayo 28 mstari wa 8 mpaka wa 9 panatuambia hivi: So the women hurried away from the tomb, afraid. Yet I gonna repeat. Naenda kurudia. So the women hurried away from the tomb, afraid, yet filled with joy, and they ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him.
hawa ni wale wanawake wale, nadhani alikuwa ni Mariamu na Mariamu Magdalena, sijui na mwingine sikumbuki kama walikuwa ni watatu, ni kama walikuwa na Salome pia, yule mama yule, nadhani mnamkumbuka, ni kama walikuwa naye. Walivyokuwa wameenda kule kaburini wakakuta hayuko. Walivyokuta hayuko, wakati wanarudi mbio tena wamejawa na woga, lakini wamefurahi kwa sababu yule malaika alikuwa amewaambia kwamba amefufuka, kama alivyowaambia ametangulia Galilaya huko, mtamuona huko. Kwa hiyo japokuwa walishtuka na woga mwingi, walirudi mbio na furaha, waende wakawaambia wanafunzi wake kwamba jamani, amefufuka Bwana, malaika ametuambia kwamba amegoing huko Galilaya, ametangulia, eti tutamuona huko. Sasa wakati wanaenda bado wanakimbia huko njiani, wakakutana naye, akawatokezea afu akawasalimia. Alivyowasalimia, neno la Mungu katika hii Mathayo 28 mstari wa 8 mpaka 9 linatuambia kwamba hawa wamama wakaanguka miguuni mwake, wakampapasa miguu, wakamgusa, wakamshika miguuni, wakamwabudu. They worshiped him. Sasa kama Mariamu na Mariamu Magdalena na yule mwingine Salome waliweza kumwabudu, utaniambia Yesu sio Mungu? Kwani kuna Mungu wangapi? Au utaniambia hawa wamama walikuwa ni wajinga? Kwa hiyo hawa wamama wa sasa ambao tuko hapa duniani ndio wa maana, ndio wana akili kuzidi wakina Mariamu? Utanidanganya, utanipa rushwa aina gani ili nikuelewe? Achaga mchezo bwana. Wewe tu kubali neno moja, Yesu ni Mungu, anza kumwabudu. Hata saizi piga magoti muabudu. Umwambie Mungu na Yesu, na kuabudu, wewe ni Mungu wangu, na kuomba unisamehe miaka yote nilikuwa si kama wewe ni Mungu, unisamehe. Yani naomba hii ibada yangu ifidie na hiyo miaka yote ambapo nilikuwa si kuabudu. Tena atakubariki. Na utaona ukuu wake. Kwani mimi sinakueleza? Kwani nafina kutania? Kwani mimi na wewe tunautana? Tangu lini? Sinaga utani na mtu mimi ovyo ovyo, sio nani juaga. Haya. Tukisoma katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 59 mpaka 60. Hii inahusiana na jinsi ambavyo alikuwa anaweza kuwaombea watu. Acha tuangalie jinsi panasema. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 59 mpaka 60. Panasema hivi: And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he felt asleep. Unaona hiki kitu kinatuonyesha jinsi gani ambavyo ndio yale maneno nilikuweza kunyuma kwamba hata watu maarufu sana katika Biblia, watu wa maana sana ambao huwezi kuweka kwenye mizani na watu kama sisi wakina Jefta, kwa viwango vya kiroho, wanamkubali Yesu Kristo kwa viwango vya juu sana, kwamba huyu si mwanadamu wa kawaida, huyu ni Mungu. Huyu ni Stefano, wakati alivyokuwa anapigwa mawe, akamwita Yesu, akasema, Bwana ipokee. Anasema, Bwana Yesu ipokee roho yangu. Ndipo huyo Stefano akaanguka katika magoti yake, akapiga sauti tena, akipiga kila akisema, kwa sauti kubwa, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Ndipo hapo Stefano akakata roho. Yaani Stefano anawaombea wale watu wanaompiga kwa mawe, anawaombea msamaha kwa Yesu, Lord Jesus. Kwa hiyo hapa alimuaddress, alimtamka kama Yesu. Lakini hebu fikiria kama Stefano anawaombea msamaha hawa watu kwa Yesu, yale nilowaambia, anayesamehe ni Mungu. Kwa hiyo Stefano anamtambua Yesu Kristo kwamba ndiye Mungu, ndio maana anawaombea hawa watu msamaha kwa Yesu. Na wewe ukiwa na dhambi, wewe unamwomba msamaha Yesu, atakusamehe. Sawa? Tuko pamoja Shabani? Hivyo. Naye atakuokoa. Tena atakuwa rafiki yako. Atakupenda sana kuliko hata anavyonipenda mimi. Mpaka utashangaa.
Sawa? Tena wewe nimegundua utaanza kuwa mtumishi wake sana, utamletea matunda mengi sana wewe nimekuona wewe. Tena Mungu akubariki na akuinue. Unasikia? Ndio hivyo. Tunapoingia katika mifano mbalimbali ya Biblia, tunaweza kuona kabisa kwamba Yesu ni Mungu, kama haya ambayo yamechangulia. Acha tuangalie mengine basi. Tukirudi katika Yohana hiyo, tuangalie katika mstari wa sura ya 20 mstari wa 27 mpaka 28, ambapo panasema hivi: Then he said to Thomas, I'm repeating, narudia. Then he said to Thomas, put your fingers here, see my hands, reach out your hands and put it into my side, stop doubting and believe. Thomas said to him, my Lord and my God. My Lord and my God. Yani Thomas alikuwa ni mtu ambaye imani yake ni ndogo sana. Wengine wote pale, wanafunzi wote waliamini kwamba huyu ni Yesu kweli alipowatokezea. Ni wakati alipokuwa amewatokea wanafunzi wake, akawaambia ndio mimi, wakaamini. Thomas akasema siwezi kuamini mpaka nione alama za misumari. Yesu akasema sawa, njoo uone. Akamwambia niguse, gusa na humu ubavuni. Thomas alipogusa akasikia alama walipomchoma mkuki. Sasa ni hapa na kova naiona. Akaona ishara zote, gangara kwenye viganja. Ni kweli ni yeye. Akaanguka chini akasema Bwana wangu na Mungu wangu, akamwabudu. Sasa Thomas, mmoja wa thenashara, wafuasi wa karibu kabisa wa Yesu Kristo, akamwabudu akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Bwana na Mungu wa Thomas, lakini sio Bwana na Mungu wako. Kwa hiyo yani wewe unamkataa Mungu wa Thomas. Kwa hiyo wewe ni nani sasa? Thomas anamkubali Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mungu wake, lakini wewe sio Bwana na Mungu wako. Kwa hiyo Bwana wako na Mungu wako nani? Mtume Muhammad subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam au nani? Mao? Nani? Dragon ndo Mungu wako? Au nani? Ng'ombe? Wewe chukua tahadhari. Tuone Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 1, ambapo Simon Petro, tuangalie habari ya Simon Petro. Panasema Simon Peter, a servant of and the apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and the Savior Jesus Christ. Simon Petro, mtumishi na mtume wa Kristo, kwa hao ambao wamepata imani iliyo sawasawa na msimamo wetu, kwa unyofu wa Mungu wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ina maana hii aya inaonyesha kwamba, inamtamka kwamba Yesu Kristo, Mwokozi wetu Yesu Kristo ni Mungu. Yani Yesu Kristo Mwokozi wetu ni Mungu. Tena sio Mungu tu, ni Mungu wetu. Umeona? Wewe isome tu peke yako, halafu mimi nisikutafsiri hapa, wewe ujitafsirie. Isome tu. Soma Petro wa pili sura ya 1 na mstari wa 1. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. No objection. Jesus Christ is Almighty God. Put check mark. Weka vema. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Basi acha nikupe bonus.
nilikwambia kwamba Mungu alikufa msalabani. Hii ni lugha tata sana naitumia tu. Najua kuna watu ambao hawataipenda, hata baadhi ya wanatheolojia baadhi wanaweza wasipenda, lakini mimi nataka nikwambie kwamba Mungu alikufa msalabani. Lakini watu hawakujua. Mwanzoni hata mimi sikujua, ila hivi karibuni ndio nikajua. Ndio maana nimependa na wewe ujue. Mungu alikufa msalabani. Yesu ndio Mungu. Kwa kama Yesu alikufa msalabani, Mungu alikufa msalabani. Ila alikuwa hayuko katika hali yake ya asili ya uungu. Ni kwa sababu alikuwa sasa kati yetu kama mwanadamu. Kwa Mungu alikufa msalabani, akamwaga damu msalabani kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe, na kwa ajili ya wale wote, hata wale wengine wote wanaomkubali na wanaomkataa. Soma Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 28. Sawa? Panasema, keep watch over yourselves and all the flocks of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he brought with his own blood. Blood of Jesus was the blood of God. This is what I want to talk. Kwamba jiangalieni ninyi wenyewe pamoja na hiyo mifugo mnayoichunga hiyo, ambayo Roho Mtakatifu amewafanya ninyi kuwa waangalizi wake. Muwe wachungaji wa kanisa la Mungu ambalo yeye Mungu alilileta kwa damu yake. Ina maana Yesu Kristo alipokuwa msalabani ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa lake. Ina maana alikuwa ni Mungu, alikubali amwage damu yake kwa ajili ya kanisa lake. Yesu ni Mungu. Achana na watu wanaopinga ukweli huu kwamba Yesu ni Mungu. Mtu anayepinga kwamba Yesu sio Mungu ni mpinga Kristo, aidha anajijua au hajijui. Ila ninachofurahi ni kwamba wewe unaamini kwamba Yesu ni Mungu, na hakuna kiumbe chochote kile kitakudanganya tena kwamba Yesu sio Mungu. Uhuru wa Yesu Kristo ni wa milele. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu na Mwokozi wetu, lihimidiwe milele na milele. Tumshukuru Mungu. Asante mtakatifu Baba wa mbinguni, Mungu mwenyezi, wewe ambaye ulikuja kwa jinsi ya mwili ukakaa pamoja nasi, wengi wetu tukawa hatukujua. Umetufundisha, tumejua zaidi kuhusu Yesu Kristo ni nani hii leo. Tunakushukuru Baba, tunakuomba utusamehe kwa miaka yote tuliyopoteza tukidhani kwamba Yesu Kristo ni kama wanadamu wengine au kama mitume wengine tu wa kawaida, kumshusha viwango hali ya kuwa yeye ndiye wewe mwenyewe. Baba, tunakuomba sasa, kwa sababu umetujalia neema hii, utujalie sasa kuendelea kumwabudu katika mtazamo mpya kabisa, tofauti na wa zamani. Nawe Mungu, kwa utambuzi wetu huu, uzidi kutubariki zaidi na zaidi, na zaidi ya yote uje utujalie wepesi katika safari ya kwenda mbinguni, na utujalie kurithi uzima milele, tukaishi nawe milele mbinguni. Amina. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina.